Wakati mwingine tena, mtazamaji wa Mpenja TV, tumekutana kwa ajili ya kuzungumza michezo. Jina langu ni Teddy Tino na siku hii ya leo tumepata nafasi ya kukutana na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya klabu ya Azam FC, Thabit Zakaria ama Zaka za kazi kama wengi ambavyo tunapenda kumuita, na tutakwenda kuzungumza naye masuala mbalimbali kuhusiana na timu yake ya Azam FC, maandalizi kuelekea msimu mpya wa 26-27 yanakoendaje mpaka hivi sasa, ikiwa ratiba ni finyu sana kuelekea msimu mpya mwezi ujao. Karibu sana katika mahojiano haya. Babu Zaka. Naam. Uko vizuri? Mimi niko vizuri. Sawa. Bwana, ratiba ya ligi nadhani mmeiona na kuisikia kutoka kwa mamlaka. Ni muda mfinyu sana kuelekea msimu mpya wa 26-27, ni mwezi ujao tu mnatakiwa msajili, maandalizi ya msimu na vitu vingine. Hii ratiba ni rafiki kwenu na mnadhani inaweza ikatosha nyinyi kujiandaa? Kuna namna nyingine zaidi ya hiyo. Inabidi kuelewa na kutengeneza mazingira ya kupambana kwenye mazingira kama hayo. Ni jukumu letu sisi kama klabu kuwaambia wachezaji wetu kwamba msimu unaanza tarehe hii. Na of course kawaida tarehe 15 katikati ya kuanzia ile katikati ya August msimu unatakiwa uanze. Hiyo ni kawaida. Ukichelewa kuanza utachelewa kumaliza tena msimu ujao, au kutakuwa na kukimbizana hapo katikati. So hamna shida. Tumeipokea vizuri na tayari tushafanya mpango yetu ya namna gani tutaanza kurejea mazoezini tujiandae na msimu mpya. Mamlaka zimeruhusu msajili wachezaji 40 kwa ajili ya kuepuka malalamiko ya uchovu kwa wachezaji. Hii ni rafiki kwenu na mmeipokeaje? Mnadhani pia itakwenda kuwasaidia kuwa na wachezaji wengi? Sisi tuna wachezaji wengi tu hata kabla ya hapo, kwa sababu kanuni zinaruhusu wachezaji hadi sasa, hadi kabla hizo kanuni mpya za wachezaji 40. Ulikuwa unaruhusiwa kuwa na wachezaji 30. Halafu unaweza kutumia wachezaji kwa academy. Sisi tulikuwa tunao, yani kwa maisha ya 40 sisi tumeishi siku zote. Kwa sababu tunao watoto wa academy, na academy yetu sio wachezaji wetu wanaingia na wanacheza. So sisi kwetu hata hakuna haja ya kuingiza wapya, yani ile kikosi kikubwa kile kuwa na 40. Sisi hatufanyi hivyo. Si wale 30 tuliokuwa nao tangu msimu uliopita. Hao wengine tutatumia wachezaji wa academy na tutakuwa tuko vizuri tu. Tuingie katika usajili. Tumeona mmemtambulisha aliwahi kuwa mchezaji wenu Kipre Junior siku ya hapo jana. Katika usajili huu mnalenga nini zaidi? Azam FC mnaboresha zaidi ama mnakwenda kutengeneza? Vyote viwili. Tunaboresha huku tukitengeneza. Tunaongeza ukubwa wa kikosi na tunaongeza ubora wa kikosi. Kipre ni mchezaji wetu aliyeitumikia klabu kwa mafanikio makubwa wakati wake. Alifanya vizuri sana na ilitokea akaondoka na amerudi. Na ni kitu kizuri, amerudi kuja kuendeleza pale alipoishia na kuisaidia klabu. Tunaamini kwamba mguu wake bado mzuri, atatupa kile ambacho tunakihitaji. Hapa mlipo mnadhani bado mlikuwa mnamhitaji zaidi Kipre ama Kipre ndo alikuwa anawahitaji nyinyi zaidi? Sisi wote tulikuwa tunahitajiana. Wote tulikuwa tunahitajiana, perfect match. Tumekutana, tunaendelea na maisha. Na mtaendelea kutambulisha wachezaji wengine? Tutatambulisha mfululizo. Nadhani tutaendelea kutambulisha kila siku hadi itakapofika siku ya, kama sio kuanza maandalizi ya msimu mpya, basi kufungwa kwa dirisha la usajili. Tutaendelea kutambulisha kila siku. Wachezaji wa ndani na wa nje tarajia. Unajua haya mambo ya ndani ya wa nje ni nje nyinyi, lakini kwetu sisi pale si mchezaji ni mchezaji tu. Yaani kwetu sisi ndani ya klabu, kwa sababu huyu mchezaji wa ndani na wa nje wanachokupa ni kile kile, unawatumia kutafuta alama 3. Kwa kwetu sisi sio muhimu sana huyu wa ndani huyu wa nje. Sio muhimu sana. Kilicho muhimu ni kwamba huyu ni mchezaji wetu na huyu ni wa kwetu. Hao wote ni wa kwetu, watupambanie uwanjani. So tutaendelea kutambulisha wote tunaokuwa nao hadi mwisho wa msimu, mwisho wa wakati wa usajili. Sawa. Mlifanikiwa kuhakikisha kocha wenu mkuu anasalia baada ya tetesi kuwa nyingi kweli kweli. Pengine mmeplani kitu gani kwa ajili ya msimu ujao? Kwa sababu msimu uliopita tuliwaona mlifanya vizuri katika kimataifa kwa mara ya kwanza katika hatua ya makundi, lakini pia mkacheza fainali na Simba katika mchezo wa FA. Tunataka tupige hatua nyingine mbele zaidi ya ile kwa msimu uliopita. Kama tulicheza fainali basi tuwe mabingwa safari hii. Kama tulicheza hatua ya makundi basi tuende hatua moja mbele ambayo ni robo fainali. Hivyo
So tunataka tuende mbele na tunaamini kikosi tunachokijenga kitatufikisha huko. Na katika ligi mna plani nini? Plani ni moja tu, kufanya vizuri zaidi ilivyokuwa hapo kabla. Kwa hata kwenye ligi, kwa mfano kama ligi tulimaliza na alama 60 na ngapi? Nafasi sio muhimu sana. Muhimu ni alama unazopata. Alama unazopata ndio muhimu sana. Kwa hiyo si tupate alama nyingi kuliko tulizopata msimu uliopita. Ndio hicho tu ambacho mnakihitaji. Yeah. Msimu uliopita mmemaliza pia mkiwa na malalamiko, tukiangalia mchezo wa mwisho wa kufunga msimu ule wa fainali, malalamiko ya waamuzi yamekuwa ni mengi sana kwa msimu ambao mmalizika na misimu mingine. Kwa upande wenu nyinyi, mnaishia kulalamika tu katika media, vyombo vya habari na nyinyi wenyewe, ama pia mnazungumza na hizi mamlaka? Umesikia Azam imelalamika msimu uliopita? Tukizungumzia zaidi mara baada ya mchezo wenu wa mwisho. Klabu imelalamika. Klabu ililalamika. Viongozi, baadhi ya viongozi. Hamna kiongozi wa Azam alilalamika. Turidhishwa na maamuzi ya mchezo wa fainali. Hamna kiongozi alosema. Kiongozi gani ule msikia akasema? Viongozi wa Timos. Video tu. Hapana. Unakosea. Hakuna kiongozi wa Azam FC aliozungumza. Kiongozi wa Azam FC, kiongozi. Au labda neno kiongozi na yeye lina shida kulielewa. Kiongozi wa Azam FC ni rais wa klabu, ana makamu wake wawili, kuna mtendaji wa klabu. Hao ndio viongozi wa klabu. Katika hao ulimsikia nani kasema? Hao hatujawazi. Sasa hao ndio viongozi, ndio maana nasema ulimsikia kiongozi kasema. Mdhamini wa Aresa. Sasa yule sio kiongozi. Unazungumzia wamiliki. Sasa mmiliki anaweza sitaki kucomment sana kwenye hilo. Sitaki kucomment sana kwenye hilo, lakini ni kwamba kama klabu, unajua klabu ikitoa taarifa, inatoa taarifa labda kwenye peji yake klabu au kupitia wasemaji wa klabu hivyo. Pale ndo klabu inakuwa imesema. So kama iko nje ya hapo, inaweza yani ni kama hivi, shabiki wa timu kwa mfano, timu yoyote ile, sio tu Azam FC, ni shabiki wa hiyo timu, sio? Lakini akifanya kitu shabiki sio kama klabu imefanya, ni yeye, au sio? Kwa sababu kuna watu ambao wanatakiwa wafanye kitu ndio klabu imefanya, sio kila mtu. Sio kila mtu aliyeko ndani ya klabu anaweza kawa hata daktari wa timu, lakini daktari wa timu sio mtu wa ufundi, yani sio kocha. Kwa hiyo mambo ya kiufundi yeye sio ya kwake, hata kama akiyasema sio rasmi ya klabu. Labda akizungumzia mambo ya daktari, sio mambo ya udaktari. Nadhani hiyo kitu unaweka sawa sawa. Kuelewa. Iko hivyo. Sema klabu ni taarifa rasmi kutoka kwa klabu. Yani wewe ndio unatakiwa uchakate hiyo, na inapotoka, ndio maana nilikuwa nakuuliza umsikia kiongozi wa klabu kasema? Kumbe wewe ulisikia mtu, unaweza kumsikia mtu unamfahamu kwenye klabu, lakini sio klabu, yani nadhani uweke sawa hiyo kitu. Hapo nimekuelewa vizuri kabisa. Mtakuwa tayari kuachia wachezaji wenu kadhaa ambao wanazungumzwa kwamba wanahitaji kuondoka, kama Idi Nado na wengine. Mtajua Sopu pia anazungumzwa kwamba msimu anahitaji kuondoka. Mko tayari kuachia wachezaji? Sopu anahitaji kuondoka. Tunaambiwa na tetesi za usajili zaka, na mpira bila tetesi ya uendi. Mimi sitaki comment sana kwenye tetesi. Mimi ndio nimeuliza, sasa mko tayari kuachia wachezaji endapo watahitaji kuondoka na timu zikipiga hodi kwenu? Sitaki kuzungumzia alinacha yale mambo ambayo yanafikirika, kwa sababu sasa tunaanza kujadili utabiri. Je, wakija sasa waje, tutajua kama tunawaachia au wataachiwa waje. Yani kama mtu hajaje, sasa kwa nini tuhangaike na hiyo kitu? Hatuwezi kuhangaika na hiyo kitu. Hawajaje, kwa hiyo ofisini hamna hiyo taarifa, lakini huko mitandaoni zimekuwa ni nyingi sana. Mitandaoni ni dunia nyingine. Yani watu wana maisha yao huko. Maisha ya mitandaoni ni mengine kabisa. Hao watu wa mitandaoni wanamhamisha huyu, wanampeleka huko, wanamhamisha huyu, wanamweka hapa. Kama wanacheza fantasy league. Wana maisha yao kabisa huko. So hatuwezi kuzungumza na maisha hayo. Waacha waendelee kuishi maisha yao. Lakini maisha ya uwanjani yako tofauti. Sio? Mara mwisho wakati tunazungumza interview katika simu,
nilikuuliza kuhusiana na kanuni ambayo unatamani ingerekebishwa kwa zungumzia kuhusiana na idadi ya wachezaji wa kigeni, ukaanza kuelezea hapo kwa nini. Nilitamani kujua ni kwa nini ulikuwa unatamani hata ikiwezekana idadi ya wachezaji wa kigeni ingeongezeka hapa nyumbani. Ikiwa kuna watu wengine wameanza kuzungumza kwamba hakuna haja ya kuwa na idadi kubwa ya wachezaji wa kigeni ambao mwisho wa siku wengine wanaokuja hawana viwango au viwango vyao viko chini zaidi hata hao wachezaji wetu wazao, na mwisho wa siku wanakuja hapa wanaishia kukaa benchi. Sasa hilo kosa la mchezaji wa kigeni au kosa aliyemleta? Viongozi. Yaani ikitokea mchezaji wa kigeni kaja, alafu amekaa benchi, mchezaji wa kizawa anacheza. Vitu viwili. Kwani unafikiri lengo la kumleta mgeni ni ili mzawa akae benchi? Unafikiri ni hivyo? Kuna watu wanaongea mpira, sijui wanaongea nini. Nadhani kuna kitu kingine wanachokizungumzia. Unaweza kuwa na mchezaji mzawa, mchezaji mzuri tu, lakini ili kuupata ubora wake lazima akutane na mtu anayemtishia nafasi yake. Kama huyo mtu hayuko hapa nchini, unaweza kumleta kutoka nje. Akishakuja yule mgeni, huyu mzawa akiona nikifanya masiara hapa naweza nikakaa benchi, ana improve uwezo wake. Akimprove na anacheza, ni kitu kizuri, tayari timu ishafanikiwa. Ukiangalia uhalisia unachokizungumza vinaendana kwa hapa kwetu sasa. Si tunaye, kwa mfano tuna Pascal Msindo. Tulimleta hapa beki mmoja anaitwa Cheikh Sidibe kutoka Senegal. Alikuwa akicheza timu ya taifa ya Senegal ile ya CHAN, wakashinda ubingwa na akawa beki bora. Yaani kwenye mashindano ya CHAN yeye alikuwa ndo beki, kwenye nafasi yake ndio alikuwa beki bora wa mashindano. Timu ya taifa ya Senegal ile kubwa alikuwa anaitwa na alikuwa anacheza. Lakini akaja hapa akawekwa benchi na Msindo. Na kocha wa timu yetu alikuwa Msenegali mwenzake. Unaweza kusema kwamba labda alikuwa anampendelea Msindo, lakini yule ni Msenegali mwenzake. Alikuwa anampanga Msindo, alikuwa anamweka benchi. Sio kwa sababu yule alikuwa mbovu, ni kwa sababu Msindo aliraise game yake. Unaelewa? Mpira uko hivyo. Yaani mpira sio kusema kama gari wewe unajua kama gari inakimbia kilomita 180 kwa saa, haiwezi kukimbia kilomita 200. Yaani imeshakuwa 180 kwa saa ni 180 kwa saa hapa. Binadamu wanaocheza mpira wako hivyo. Anaweza kubadilisha uwezo wake kutokana na mazingira anayokutana nayo. Ushindani anayokutana nao unamfanya improve. Wachezaji wote wa kizao sasa wanaelewa hilo, kwa sababu tushayote kuona mashini mbalimbali kuzungumza kwamba wakati mwingine wachezaji wa kigeni bora waishie kwenye Simba na Yanga na Azam. Kwenye timu nyingine kama unakuja kuziba ugali tu wachezaji wengine. Ama ndo turudi kwa kulipozungumza mwanzo hao wanaowaleta sasa. Wewe unadhani hiyo comment ni imekaa kimpira zaidi au inawaza ugali tu? Si kimpira zaidi, kwa sababu hata wale wanaokuja pia wanakuja kupambana. Nasema hivi, mtu anayesema kwamba wachezaji wa kigeni waishie tu Yanga, Simba, Azam, huku wengine wanakuja kuzibia ugali wengine. Huyo mtu alikuwa anawaza mpira, anawaza ugali. Akimaanisha pia quality ni ndogo. Sasa kwa nini asizungumzie quality? Kwamba waletu wenye quality. Yaani kwa nini asema wasije badala ya kutaka waje wenye quality? Kwa sababu anaamini timu zinazoweza kuwaleta wachezaji wenye quality nzuri ndio hizo zenye pesa. Hapana, huyu anawaza ugali. Yaani angekuwa anawaza mpira na quality wala singetaja ugali. Sasa hilo linawezekanaje, na tunawezaje kuleta wachezaji, kuhakikisha wachezaji wa kigeni wanaokuja kwenye ligi yetu wao wana quality, na tunaweza kuwapima vipi kwamba kujua mchezaji anaweza kucheza vizuri katika ligi yetu? Mbona hiyo swali ni la nasema kama ni shule, ni la kindergarten sana. Kwa sababu kila timu ina mechanism, ina namna yake ya kutafuta wachezaji kulingana na mahitaji yao kwenye timu yao. Kila timu, idara ya ufundi, labda na scouting department kama wanayo, vyovyote vile namna yote ambao wanaifanya kusajili wachezaji, wao wenyewe wanajua wachezaji wao. Na kama mtu anajua mpira, mchezaji mzuri anamjua. Yaani hakuna mtu sio anajua mpira kwa kiwango cha kuwa kocha wa ligi kubwa, hata shabiki tu wa mpira. Kwani nafikiri shabiki wa mpira tu, yaani shabiki tu yuko nyumbani kwake akaenda kuangalia mechi ajui mchezaji mzuri? Anajua. Kwa hiyo watu wanaitwa wachezaji wazuri tu, ila anaweza akaja hapa asicheze kwa sababu kakutana na mzuri naye anacheza. Sasa usiwadharau wazawa kwa sababu kuna mgeni kaja achezi, na hiyo ni kosa lingine baya wanafanya watu. Sio kwamba eti mchezaji kutoka nje lazima tu akija hapa amweke benchi mzawa. Hapana, anaweza akaja mchezaji hapa kutoka huko nje mzuri, akafika hapa yule mzawa akainua uwezo wake. Hicho kitu watu wamekiangalia. Hicho kitu tunachokiangalia hawa. Ndio maana nasema watu wanasajili wachezaji kutoka nje.
Sio lazima huyo mchezaji akija hapa tu, akija kitu ya kwanza kumweka benchi mzawa. Aje hapa ashindane, kama akishinda mzawa ashinde. Umezungumza kwenye eneo la quality na ukasema mtu yote akimwangalia mchezaji bwana huyu anajua kweli. Lakini pia kuna wachezaji wanakuja hapa cheza hapa nyumbani kwetu, ukitazama unasema huyo hamzidi huyu. Uone pia hiyo ni shida kwa viongozi nao waleta hao. Sio shida, huyu mzuri. Yaani wewe baada ya kuhangaika na huyu amzidi huyu, msifie huyu ambaye kamzidi yule. Wakati wao wanamuona yule alikuwa mzuri, lakini kaja hapa kumbe ule kwa sababu uzuri sikuzidiana. Unaweza kawa na shilingi 10,000 hapo wewe na ulionao wote wana shilingi 5,500. Wewe unakuwa na hela nyingi sana, sio? Ukienda kwenye 20,000 ni kwa sababu yule ana nyingi kuliko wewe, sio kwamba yako imepungua. Sio, umeelewa hapo? Sio kwamba 10,000 yako imepungua. Una 10,000 ile uliokuwa nayo. Lakini wakati umekaa na watu wa shilingi 2,200, wewe ulikuwa na nyingi. Leo umekutana na mtu mwenye 20,000, wewe yako imekuwa ndogo. Sio kwa sababu imepungua, kwa sababu ulikutana naye ana kubwa zaidi. Kwa hiyo pia inawezekana tu unaweza kumchukua mchezaji kutoka nje mzuri akaja hapa akakutana na mchezaji wetu hapa, kumbe mchezaji wetu naye ni bora, ila tukua tumuone ubora wake kwa sababu tukua tumempa sikio la nyuma au hatuna kumlinganisha naye. Sasa tumeshapata kumlinganisha naye, tunaanza kuona huyu mbona mbovu sana. Sio mbovu, ila huyu alikuwa bora, ila alikuwa umuone ubora wake kwa sababu ulikuwa huna kumlinganisha naye wakati huo. Kwa hiyo kikubwa ni kuwasifia wachezaji wetu. Kama kuna mchezaji wetu mzawa, kamweka benchi mchezaji fulani wa kigeni, msifie yule baada ya kuhangaika na huyu mbona mbovu. Akiweka benchi yule mgeni, baada msimu kuisha na kashindwa kuchukua namba kwa huyu mzawa, mtoe yule. Mlete mwingine ili aje kumuinua huyu, kumimprove huyu. Hivyo ndo namna ambayo utafanya wachezaji wetu watakuwa bora zaidi. Sawa. Tukiachana na swala hilo la wachezaji wa kigeni, turudi katika eneo la viwanja. Naamini pia msimu uliopita katika na misimu mingine ambayo imetangulia huko nyuma, baadhi ya viwanja vimekuwa vikitunyima ile ladha halisi ya mchezo. Kwenu nyinyi Azam, naamini mshawahi kukutana na hii kitu. Nyinyi kama viongozi mnapokutana na mamlaka, mnawaambia nini, namna gani ya kuweza kusaidia hivi viwanja vyetu ili viwe na ubora unaoendana? Maanake watu wengi wanaweza kuwa wanasifia uwanja wa Benjamin Mkapa. Wachezaji wengi wengine wanaokuja hapa wanaopenda uwanja wa Benjamin Mkapa. Na uwanja wa Benjamin Mkapa hauendani na ama picha ya Benjamin Mkapa haiendani na pichi za viwanja vingine. Sipendi kucomment kwenye masuala ya kiuendeshaji wa ligi. Sio mamlaka sahihi kwangu kuyazungumza. Ni kama mdau wa michezo. Siwezi kuongea kama mdau hapa. Mimi nikiongea hapa nimeongea kama Azam FC, kwa hiyo kauli yangu itakuwa kauli ya Azam. Tukielekea mwishoni. Ligi takriban misimu hii mitatu mnaonekana mnaweza kucompete katika upande wa ligi kuu ya Tanzania bara, lakini kuzitoa Simba na Yanga pale juu inakuwa ni shida. Kuna msimu juzi mlimaliza nafasi ya pili, lakini bado kwenda kuchukua ubingwa inakuwa ni shida. Ni mmeshindwa kuing'oa hii mizizi ya Simba na Yanga pale juu? Wana uwezo mkubwa kuliko sisi. Tukishindwa kufanikiwa, wanaofanikiwa wako bora zaidi ya sisi. Ni jukumu letu si kuongeza uwezo wetu. Ndio maana kila msimu tunajitahidi kupambana kuongeza wachezaji wazuri zaidi, kuandaa mazingira mazuri ya timu, kuleta makocha wazuri zaidi ili tupate ubora ambao wenzetu wanao. Na pengine huo tunaona kama vile Azam wanastahili hata kuchukua zaidi, kwa sababu kwa macho ya nje watu tunavyoona ni kwamba Azam tunaona mna kila kitu. Kwa nini mnashindwa kupambana kuchukua hii ligi? Kwa sababu tunaamini mna kila kitu, wachezaji wazuri, mna benchi la ufundi ambalo ni bora, na mna tunaamini mna kuliko nani? Kuliko nani? Kwa timu nyingine. Azam mna uwanja, mna benchi zuri. Tunaona pia sajili ambazo mnazifanya. Nataka uniambie mjumuisho wa vitu vyote hivyo ni bora kuliko nani? Kuliko washindani wenu pia wengine. Yaani Azam ina uwanja. Uwanja, ile timu ambayo haina uwanja haichezi mechi. Inacheza, lakini pia mna wachezaji ambao ni wazuri ambao tunaona wana uwezo wa kucompete na hizi timu ambazo ndizo ambazo zimeshikilia ligi pale juu. Nasema hivi, unapokuwa hujafanikiwa mpongeze alofanikiwa. Kwa sisi hatukuwa mabingwa, wanaokuwa mabingwa wanastahili kuliko sisi. Ni jukumu letu sisi kuimarisha timu yetu kupata ubora zaidi yao na kuwa mabingwa. Basi. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Asante bwana.
Mtazamaji, huyo ni Thabiti Zakaria, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya klabu ya Azam FC, ambayo tumezungumza naye masuala mbalimbali, maandalizi yao kuelekea msimu ujao na vitu vingine vingi. Mimi ni Teddy Tino, nyuma ya kamera alikuwa Myahudi Poison Khan.